na siasa zetu kama taifa na mwelekeo wetu kama taifa kwenda mbele. Je, safari hii ilianza vipi na tumefikia wapi na tunaelekea wapi, na mwelekeo wa siasa zetu za mwaka 2022 upo vipi? Na tayari tunavyozungumza hii leo tarehe 10 Disemba, kila mtu analenga kutazama yatakayojiri ndani ya Kasarani, ambapo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga anatazamiwa kuzindua rasmi kinyang'anyiro chake cha urais, na amejipanga vipi na tutarajie nini kutoka kwa shughuli hiyo. Ndio baadhi ya yale mambo ambayo nitaweza kuuliza wageni wangu ndani ya studio. Kama unavyowaona wameweza kufika rasmi na ange kabisa kuanza mazungumzo yetu, lakini kabla sijawaleta, ningependa kukushirikisha kwenye mazungumzo pia. Sema nasi, unatazama ukiwa wapi, maoni yako ni yepi? Na tunakuuliza tu swali rahisi: je, matarajio yako kutoka kwa Azimio la Umoja kule Kasarani ni yepi? Na mwelekeo wa siasa, umependezwa na jinsi mwelekeo wa siasa upo? Zungumza nasi kupitia nambari unayoiona chini ya runinga yako hapo, ama wasilisha usemi wako kwenye mitandao yetu ya kijamii, ambapo pia unatupata mbashara kupitia Facebook page yetu ambayo ni Boss TV. Kwa hivyo ukikwenda pale utatazama kile ambacho tunakizungumzia asubuhi ya leo. Karibu nami hapa niko naye Bwana Eric Awiti, mmoja tu wale ambao ni walevu kwenye masuala haya ya kisiasa. Amekuwepo hapa kwa muda na yupo na anazungumzia masuala ya kisiasa. Karibu sana. Kwa faida yule mtazamaji wangu ambaye anakutazama, Bwana Awiti ni nani? Asante. Bwana Awiti ni mmoja wapo wa wanasiasa wachanganuzi katika eneo bunge la Changamwe. Na pia vile vile ni kiongozi wa vijana wa Youth League Mombasa County, ndio kama Karani, na vile vile tuko kwa minaji ya siasa. Kwa hivyo tuko kwa minaji ya siasa. Karibu sana Boss TV. Alafu kule upande wangu kushoto mwisho kabisa niko naye Bwana Paul Wanyama. Bwana asubuhi. Mzuri sana. Mzima kabisa. Karibu. Asante. Una salamu moja huwa nasikia sana, sijui ni Mulembe Handi. Kitu kama hiyo. Kabisa. Karibu sana Boss TV. Kabisa. Kwa yule anakutazama pengine amekuona mashinani ukitembea, Bwana Paul Wanyama ni nani? Bwana Paul Wanyama ni mwanasiasa kutoka Jomvu Ward. Nasimama katika chama cha Hasala nikiwa napigania kiti cha MCA katika Jomvu Ward. Na si mara ya kwanza kupigania hichi kiti. Hii ni mara ya pili. Naomba uwezo wake Mwenyezi Mungu akitusaidia tutakuwa tuko pale. Pia nafurahia kwa mwaliko wenu kwa Boss TV kwa masuala ya siasa, kwa vile mimi mwanasiasa pia. Kwa hivyo ushasema wazi kwamba chama ni Hasala. Chama ni Hasala kwa sababu manifesto yake inaniruhusu pia kuwa na chama hicho. Right. Yeah. Bila shaka. Nitarudi kwako niambie mengi zaidi, lakini tukianza hapa na siku ya leo ni siku kubwa sana, hususan kwa wale ambao ni washabiki na wapenzi wa Raila Odinga, ikizingatiwa kwamba wako Kasarani. Na nikianza na Bwana Awiti hapa, kwanza kabisa tukiangalia magazeti, kila gazeti leo limezungumzia kuhusu Raila Odinga kule Kasarani. Wewe kama mfuasi sugu na mmoja wapo wa hawa ambao wamo ndani ya chama hiki cha ODM, siku hii ya leo ina umuhimu gani nyinyi kwenu? Asante sana. Siku hii ina umuhimu mkubwa sana kwa taifa letu la Kenya pamoja na bara letu la Afrika. Kwa taifa la Kenya ama kwenu nyinyi watu wa ODM? Kwa taifa la Kenya likiwa jumla. Pamoja na tukiwemo sisi na kama wana ODM ama wana UPD tunashirikiana pamoja, pamoja na wafuasi wote wa viongozi wanaopenda amani nchini ya Kenya. Sababu ukiangalia safari ya Bwana Odinga tangu jadi tukianza 1997 hadi tumefika wa sasa, ni mtu mpenda amani. Kwa maana amesema kwa sasa siku hii ni siku la Azimio la Umoja kwa taifa lote la Kenya. Hakutaka kusema upande huu ama upande huu, lakini ameita Wakenya wote. Kwa maana akashirikisha watu kutoka maeneo tofauti na nchi ya Kenya. Iwe ni Baringo, iwe ni Mombasa, iwe ni pale Kisumu, kote wamekuja. Lakini swali ambalo linatusumbua sisi, wengine wakawa wanauliza, hii ni shughuli ya ODM ama ni shughuli ya kitaifa? Hii si shughuli ya ODM. Hii shughuli ni ya kitaifa. Vile vile sisi kama wana ODM tumo ndani tukisema kuwa hii ni shughuli
ya Azimio la Umoja, ni watu tofauti. Ingekuwepo ni shughuli ya ODM brother, tungekita ile delegates wa ODM peke yake, lakini tumesema siku hii ni siku ya kitaifa. Lakini mmedondoa watu kadha wa kadha kutoka kaunti tofauti ambao kidogo ni washabiki wa ODM. Na siwezi kana. Ni kweli watu wametoka pande zote la nchi la Kenya. Sio? Watu wametoka sehemu tofauti hata pande ambazo si za ODM kutoka kitambo tunatilizia kwa karibu. Kuna watu ambao wamekuwa upande wa Jubilee. Kuna watu ambao wamekuwa upande wa Chapchap Maendeleo. Wote wamekusanyika siku ya leo Kasarani kupata mwongozo mpya wa taifa hili la Kenya. Bila shaka mwongozo utakuwa unaambia tuelekea wapi, na huo mwongozo na ni mpya kivipi? Wengine wanasema yani ni yule amebadilisha tu msitu. Bwana Wanyama, katika swala zima la Azimio la Umoja, nyinyi najua kabisa hamkubaliani nalo na mmepiga kelele mkisema kwamba hii si shughuli ya kitaifa, ni shughuli ya ODM. Kwa hivyo isikuonekane na isipeanwe majina kana kwamba ni shughuli ambayo inaleta Wakenya wote pamoja. Ndivyo sivyo? Nataka kumkosoa ndugu yangu Eric ya kwamba hii shughuli si ya kitaifa. Hii shughuli ni ya chama cha ODM ama ni ya kuunda Azimio la Umoja. Ndio sababu ingekuwa ni chama ni Azimio la Umoja wa nchi, ingebidi wakati wa kuwa transferred kupelekwa mpaka Nairobi, kupandishwa magari kwenda mpaka Nairobi. Ingebidi county pia ifanye kivyake, sababu tuko na governor tayari hapa. Naona. So mimi naona kwamba, na ukiangalia pia katika mambo ya tumeangalia katika rununu kadhaa, kuna baadhi ya viongozi wamealikwa hawakuweza kwenda. Ingekuwa ni Azimio la Taifa, hata Uhuru mwenyewe hangeenda Tanzania. Angebaki hapa kwa sababu ilikuwa inamhusu pia. Kwa sababu hii ingekuwa ni ya umoja wa nchi, si ndio? Na sisi rais lazima aweko. Na deputy president lazima aweko. Kwa sababu wale viongozi waliochaguliwa na nchi hawako pale. Kwa hivyo ile tunaona kwamba ni labda ni ODM wanajaribu kutengeneza umoja wao pamoja. Ndio kusema na wewe kama pengine una maoni tofauti kutokana na hali hiyo ambayo inafanyika kule, wewe unahisi kwamba out from that meeting what can you expect wewe kama mfuasi wa Ruto? Mimi kile ninachoexpect pale ni kwamba baba ameenda pale kujitawaza kwamba anataka kusimama rais, ndio? Na labda atasema labda nahitaji kuwa na mwenzangu nyuma ambao ataniongoza katika mambo ya kisiasa ya kupigana na Ruto. Unajua sisi hasa tushajipanga. Sisi hasa tayari tumejipanga tayari. Sisi tunangojea ile tarehe ambayo Chebukati atasema kwamba twendeni, sisi tutaamua tayari, tushaamua. Tunapanga vipi? Hamna hata mgombea mwenza, tutajipanga, tutakuwa tuko naye karibuni. Sasa tutafanya labda itakuwa vile baba amefanya, pia labda deputy president pia atafanya vile akichagua mgombea mwenza. Ndio. Lakini katika swala zima la jinsi chama cha ODM pamoja na ushirikiano wa vyama vingine na watu mbalimbali wanavyojikusanya, nyinyi kama upande wa naibu rais kuna wasiwasi wowote jinsi mipangilio inakwenda hivi sasa? Mipangilio hatuna, kwa sababu nyumba yetu tayari imekuwa tayari. Sisi tunangojea ni, unajua unapoenda kucheza mpira huwa lazima kufanya mazoezi, na sisi tumefanya mazoezi ya kutosha. Sasa tunangoja opponent pia jipange. Sasa opponent anafanya mazoezi sahihi, ndio tuje tukutane uwanjani tuseme mpira ndio huu, tucheze pamoja sasa. Ndio. Vizuri. Bwana Witi, wengine wanasema kwamba hakuna jipya litakalotoka ndani ya mkutano huu, na si mara ya kwanza. Ni ishara tosha kwamba unakwenda kumtawaza kiongozi wenu kama mgombea wa urais mwaka 2022. Wengine pia ukawa na hiyo surprise ya kusema kwamba huyu ndio mgombea mwenza, lakini kikuu zaidi ni kwamba tunatawaza Raila Odinga kwenda kuwania rais. Na swali ambalo nitakuuliza, is it kwamba ni kawaida ama unahisi kuna kingine kipi ambacho kitajitokeza hapa? Si hilo tu, ila kuna jipya huenda likajitokeza. Sababu Bwana Odinga, rais wetu tunamwombea kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, amesema kutualika sote, si yeye kwenda kujitawaza ama kutawazwa kuwa mgombea kiti wa rais, ila kuna mapya anaweza kutupatia mwongozo mwingine. Kadri na mwenzangu upande mwingine anasema kuwa mpira ni mzuri,
lakini ukifanya mazoezi sana pia huenda wachezaji pia wakachoka, huenda wengine wakapata injury. Ni vizuri kusubiri hadi ile wakati mzuri kwamba sasa tuko na siku 2 tunaenda mchezoni, tukaanza nini mazoezi kwa sasa. Lakini kando na wenzetu, mazoezi yao yamekuwa kutoka kitambo. Nasikia amesema kuwa rais hayupo, naibu wake hayupo. Safari hii ni safari ya kitaifa. Rais yupo na majukumu mengi, hatuwezi kumsukuma mpaka afike Kasarani, lakini kuna wenzake, wadogo wake, kuna wafanyikazi wake ambao wanaweza kufika Kasarani. Naibu wa rais ni mdogo wake. Yuko pande mwingine. Yeye pia anataka nini? Anataka hayupo hii safari ya kuwania. Hatuwezi mshurutisha kuwa mpaka lazima afanye nini afike. Lakini tungemwomba akuje afike, atuyasema kwa Raila huenda asijitawaze siku ya leo. Inaweza kuwa surprise kubwa sana kwa nchi yetu ya Kenya akisema kuwa brother wewe umetosha. Unadhani kwamba rais alifanya sawa kuonekana kuegemea upande mmoja kulingana na wewe? Kwa upande wangu rais hajaegemea upande wote. Alisema waziwazi kwamba yeye anafeel kwamba Kenya inaweza kuwa safe mikononi ya mzee. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya rais anataka akitoka mamlakani awache kama nchi kitu iko kitu kimoja. Anataka amani. Kule kwingine kuna nini haswa ambapo amani hakuna? Maanake tukiangalia wanazunguka kuna amani, wanaenda na kampeni zao kama kawaida. Amani kumbuka, tukifuatilizia kwa undani au kwa karibu zaidi 2007 tulikuwa katika uwanja huu na tunajua yale yote yaliyojiri vile kulikuwepo kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Sasa rais kwa mtazamo wake ama kwa mapendekezo yake angependa baada ya uchaguzi tuelekee kwa msururu ule tulikokuwa 2007. Sasa kwa sasa rais anasema kuwa ili tupate amani ni lazima tuwe na kiongozi ambaye tunaweza kumwamini. Ni lazima tuwe na kiongozi ambaye anaweza kupatia Kenya kiwe kitu kimoja na kuwe na amani katika Kenya yetu. Kumbuka angalia 2017, 2013 yote yanajiri, kususia vyakula, kususia biashara, zote hizi ukiangalia haziwezi kuleta amani Kenya hii. Mpaka watu wakae chini. Mpaka watu wakae chini, waelewane, tuongee kirafiki. Na kulingana na wewe unafeel kwamba hiyo amani inaweza kupatikana chini ya uongozi wa Raila Odinga? Ninakuamini mimi kama mfuasi wake. Naam, bila shaka. Vizuri sana. Napendezwa mpaka na shati lako. Rangi nyeusi. Alafu Bwana Paul ametaja kitu cha msingi hapa kwamba hatuwezi msukuma Rais Uhuru Kenyatta kuwemo ndani ya Azimio la Umoja, na jambo ni shughuli ya kitaifa na kuleta pamoja Kenya kuwa pamoja. Tuliweza kumsikia kiongozi wenu akizungumza jana akisema kwamba anahisi kwamba kuna hali ya kinyume inachezwa pale. Kwa kizungu anasema ni irony, kwa sababu watu ambao wanasukuma ajenda za umoja ndio ambao wanasukuma pia ajenda za kugawanya, kwamba tutengeneze chama na huyu, tutengeneze muungano na huyu, tuachane na huyu, tuachane na huyu. Unahisi hapo kwamba hapa ni shere sisi wananchi tunaochezewa na kwamba hakuna umoja unaozungumziwa? Kulingana na vile mambo yanavyoendelea, kwanza ningependa kushukuru kwanza rais wetu ambao ni Uhuru Kenyatta, kwa sababu yeye sasa anaenda kwa kumpumzika. Haya masuala yote yanaendelea sasa ni mambo ya siasa. Na kutaka kuacha legacy mzuri, nyakae kando, awache uwanja vile unapoendelea. Na alifanya vizuri sana. Kama kwa Kenya labda Raila angesema mbona hakuja katika azimio langu. Wacha aende kule, kila mtu apange nyumba yake vile atakavyokaa. Vile tunavyoona sasa hii kuna sheri kidogo zinaendelea. Na sisi wananchi, hasa sisi ambao tuko chini, lazima tukae chini tuangalie ni mwongozo gani ambao tunapelekwa nao. Si mwongozo wa kulazimishwa twende hapa twende hapa. Naweza kusema Mombasa hii viongozi wengi wameingia, sio wale viongozi wengi ambao wananchi walichagua. Wale viongozi waliingia pale kwa sababu ya chama. Mtu anapata sababu chama fulani kimesema mimi lazima niende pale. Kwa hivyo ni mbovu, lakini utaingia pale pale. Ushaelewa? Sasa inakuwa baadaye ule mwananchi wa kawaida anaanza kuteseka. Mimi kile ningependa kushauri wananchi ni kuangalia kiongozi. Rais huyu anaingia pale atatusaidia na nini? Rais huyu ambao atatoka pale ametusaidia na nini? Tuweze kupeleka Kenya yetu mbele. Kwa sasa wananchi wanapata shida. Shida ni kubwa sana kwa sababu ya mgawanyiko wa kisiasa ambao umetokea kwa sasa. Kila mtu anaangalia kwake. Hivi sasa katika azimio la umoja
utakuta matajiri wengi wameenda pale. Sasikia sasa imegawanyikana kwamba matajiri wako kando, wale maskini wako kando. Sasikia, lakini ukifuatilia kwa makini utakuta wale matajiri wanatafuta mtu ambaye atawadefend. Hii mali yangu nilipataje? Ndio sababu ndio mali fulani. You have to sit down and negotiate. Utanisaidia nipate hii na mimi nikusaidia hii. Lakini kama wale matajiri wataka vile na mwananchi akae vile, sio unakuta tuko na shida kubwa sana. Right. Na umetaja jambo la msingi hapo kwamba rais akae kando. Na nataka nikuulize, wewe unahisi kwamba anakaa kando kiukweli? Maanake hata tayari tukiangalia wale ambao kidogo wanazungumza kwenye hafla ambazo Raila Odinga anatembea ni miongoni mwa waziri ambao wanafanya kazi chini ya serikali yake. Na wengine wamesema kwamba watu ama viongozi wanawaita Uhuru's men wako pale. Hauwezi kwamba kuna mkono wa Uhuru ndani ya Azimio Zima la Umoja na kwamba hajakaa kando. Unajua kwa sasa hata mawaziri, kuna baadhi ya mawaziri hawajatoa uamuzi wao, kwa sababu kwa sasa ukionekana kwamba uko na hasala, wewe itabidi uulize maswali mengi. Umeendaje kule? Mambo mengine utafufuliwa, yale ya zamani ubandikizwe mambo mengine. So upande wa mawaziri siwezi sema kwamba wao katika fulo kusupport ile Azimio, lakini hawajatoa uamuzi wao kwamba wanaogopa. Ikifika mwezi wa pili watakuwa wametoa uamuzi wao kila mtu, kwa sababu itakuwa ni wakati ambao wamesema kwamba kila mtu ajipange kivyake. Ndio. Bila shaka. Nitakuwa narudi kwako, uniambie pengine huu uungwaji mkono ambao tuseme Bwana Odinga anapata sasa. Maanake tumeambiwa kwamba matajiri wao waliotaja kwamba ni matajiri wanaunga mkono Azimio lake. Na tunapoangalia pia kuna baadhi ya magavana ambao wako katika upande wake. Je, kwa nini haswa hali hii inatokea, na huenda inakisiwa kwamba ikabadilisha na ikatikisa ule msimamo na mshikamano wenu na jinsi mnavyopokezwa na kupokelewa hapa mashinani? Hilo linaweza kuwa na athari yoyote katika ushindani wenu mwaka 2022. Lakini nikikuja kwa Bwana Awiti hapa, siku nzima ni leo na kweli mambo mengi yataweza kuzungumziwa pale, lakini swali kuu ambalo linajitokeza, tupo na Azimio la Umoja, tunataka kuleta Wakenya wote pamoja. Kutokana na hii shughuli, wewe kama mfuasi wa ODM, kutokana na hii shughuli, unahisi kwamba ndio tutakuwa na umoja zaidi ama ndio tunakwenda kujigawanya kwenye makundi? Naam, kuanzia leo tutakuwa na umoja zaidi tumekuwa tukiwa nao awali. Waje kivipi umoja? Umoja ni kwa Bwana Odinga, mgombea rais wa mwaka wa 2022, ameweza kupendeza kila pembe za kona hii kulinganisha na awali. Kuna mahali kuna wakati ambapo hata Bwana Odinga alikuwa aende wapi mlimani, kuna wakati alikuwa aende wapi Rift Valley. Kuna saizi ukiangalia saizi ameweza kufika pamoja na kupita maeneo yake. Ameweza kuleta Wakenya walio chini pamoja na walio juu, wanasema kwa matajiri kulingana na brother pamoja na maskini wale, sio amewaleta pamoja. Tumekuwa na urafiki. Awali tulikuwa na wasama kidogo, wakisema huyu ni mtu kutoka fulani, huyu ni mtu kutoka fulani, lakini kwa sasa umoja ule tulikuwa pamoja. Sasa huwezi sema huyu ni kutoka mahali fulani ama kutoka mahali fulani. Sasa hizi sisi sote ni Wakenya. Enzi hii ni kama zile enzi za Mandela. Tunaenda kushuhudia kitu hakijawahi kufanyika Kenya hii. Kwa mara ya kwanza kwa taifa la Kenya, watu kusanyika mahali pamoja kutoka pembe zote za Kenya hii ni kitu hakijafanyika Kenya hii. Ukiangalia kwa sasa viongozi wote tumewalika. Sisi tumeenda kwa wenzetu, wapi tunaomba waje kwa kumsikiza Bwana. Hawaji tayari, washathibitisha kwamba hawaji. Manake Wiper leader Kalonzo Musyoka yuko Juba. Hajathibitisha kuwa yuko Kalonzo ameenda Juba, sio South Sudan. Kwa minajili ya peace mission. Sawa, kuleta amani Sudan. Hajasema kuwa hata kama atakuja, hata kama atatenda kusema sio anaweza kufika, kwa sababu Simba tunaenda kwake. NC party leader haji tayari. NC party leader wajali mgombea rais. Hatuwezi kurudisha paka, lazima aje. Lakini huenda mtu wake mmoja au wawili, tataka mmoja au wawili wafike. Lakini kusema kuwa yeye ndiye alikubali, sio alikubali kuwa amepata invitation. Lakini hajasema wasiwasi kuwa sitafika. Anasema tu huenda sitazani kufika, lakini tunaomba afike ili apate kusikia mwongozo mpya wa Kenya. Namkaribisha vipi? Karibisha kabisa. Kuna kitu chake tatu. Na katika shughuli hii ambayo inafanyika leo, na umesikia ukitaja jambo nzuri sana,
Na nataka nikuulize hivi na unijibu kwa uhakika. Kwa nini unahisi kwamba Raila Odinga anafeel kwamba lazima aweze kupewa uungwaji mkono na watu fulani na kundi fulani? Kama kwa mfano tunaona amepata uungwaji mkono kutoka kwa wale ambao ni Mount Kenya Foundation ambao wanajulikana ndio wenye pengine ni wenye pesa na wenye biashara kuu hapa kwenye taifa letu. Na kwa nini anataka vitu kama hivyo? Kwa nini asikuje kwa wananchi kama jinsi wale wengine wanaposema kwamba wao kwenda kwa wananchi na kuzungumza ajenda zao kwa wananchi? Kuna sentensi moja kwa lugha ya Kimombo tunasema kuwa a leader does not force anyone to follow, but he only advises people to follow. Rais, kiongozi wa ODM ama kiongozi tunaenda kumwadhimisha siku ya leo, amewakaribisha wenzake kutoka pande zote za Mount Kenya, kutoka pande la bonde la Ufa, kutoka pande la Pwani, kutoka Nyanza. Hatujaona business whatever kutoka sehemu zingine. Tumeona specific ambayo ikimulikwa sana ni hawa Mount Kenya. Why do you think business people or these women have been invited all? It's only that watu kutoka Mount Kenya tumekuwa na wakati mgumu sana hapo awali. Ndio maana naona pande zote, ona kama saizi mfano wana DP amekaa sana upande wa Western, amekaa sana upande wa Makueni, the other side upande wa Eastern, sio? Unlike us, tumekuwa upande wa Mount Kenya, tukoshurutisha wenzetu karibuni katika safari hii ya kutuadhinisha, katika safari hii ya kwenda Ikulu ya Nairobi, sio? Sisi hatujalazimisha mtu yote kutufuata, ila sisi tumewarai, tumewaomba kuwa pamoja, tuende safari moja, sababu safari hii ni safari ya Ikulu na haiwezi kusababishwa na mtu yote. Tunaomba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa Ikulu tarehe 13 tukiapishwa, sote tutakuwa pamoja na sote tutakuwa kitu kimoja Kenya hii. Tuwe na amani, biashara zetu zende mbele. Bwana Paul, wanaonekana kwamba wameshika na wako na mshiko mkali sana hapa hawa wana ODM na kikosi kizima hicho cha kwamba pia ODM inakwenda kufanya kazi na Jubilee. Hiyo haiwatikisi nyinyi kivyovyote mashinani na uungwaji wenu mkono hautaathirika kivyovyote? Unajua katika siasa na unapozunguka, mimi mwanasiasa, ninapozunguka kuna wale watu wa kiwango cha juu uwezo kuwafikia, na kuna ule mtu kiwango cha chini ambao zampata rais ukamfikia, hasa wakati ambao ulikuwa mgumu. So sisi tumejipanga, ndio sababu tukasema sisi ni mahasala. Na unajua hasala ni mtu ambao hajiwezi. So manifesto ambao tumewekea mtu wa chini pale ni manifesto mzuri, ambao mtu akiona vile anasema kweli hapa anaweza kujaribu. Hawa viongozi ambao tunazungumzia juu ya Raila ni kiongozi ambao amekuwa pale na mheshimu, amekuwa kiongozi wa muda mrefu pale. Hata Ruto pia yeye ndo amemkuza naibu wa rais. Lakini nafikiria mahali pia ile uongozi lazima tubadilishe kidogo, tuone kwamba huyu mtu alianza chini, je, tukimshika sisi tulio chini tuzafikia wapi? Hiyo ndio kitu ambacho tunaazimia. Na kulingana na swala zima la kwamba pengine mnaona tayari muungano huu unakwenda kutengenezwa na watu wamekuja wengi sana, zaidi ya watu 6,000 wamekusanyana mahali pamoja in support na kuondoa mtu mmoja. Hilo waliwatiki wewe? Hilo tutiki wewe, kwa sababu hata mimi nikitaka sasa hivi Mwenyezi Mungu akinipa uwezo naweza fikisha hata 10,000 pale Kasarani. So far tu na transport ukapeleka. Ndio. Juzi nikisoma katika vyombo vya habari kwa naona kwamba kuna mtu amejitolea kupeleka vijana 200 awalipie kula na walipie kwenda na kurudi. Kwa hivyo ni jambo linawezekana kila mahali, lakini kitu muhimu si kwamba ni kupeleka watu kwa kiwanja ukaidhinishwe wewe. Kitu muhimu ni wewe utembee kwa wale wananchi kule chini wakuidhinishe. Ikifika dakika ya mwisho pale imefikia, utakuja kuita wenzako chini, tumetembea tumefikia hapa, tumeamua kwamba huyu atakwenda na mtu wangu, mimi naenda hivi. Unaona? Na katika masuala nimesikia ndio wakizungumza juu ya viongozi walioalikwa na wamekataa kufika. Sawa, Kalonzo Musyoka kwa nje, lakini ilikuwa ni muhimu sana sababu Raila rafiki yake hangeenda nje kama alikuwa anamhitaji, angebaki hapa akamsikiza Zimio, sababu juzi Kalonzo Musyoka alikuwa na sherehe fulani kwa kufanya Zimio lake, Raila alienda kumsupport, umeelewa? Jana jioni Wetangula akaandika pia kwa Twitter akasema kwa mimi pia siendi. Uka kidogo Mudavadi pia amekwambia mimi pia siendi.
So unaona kuna mgawanyiko katika wale viongozi waliokuwa pale. Labda hakuna usawa kati ya baba na wale viongozi wengine. Unaona? So hao viongozi wengine kama wameamua kwamba tukifuata ile njia, na kuna wakati kidogo wao kwaruzana kidogo. Ndio kama kuna either watenda kivyao ama wa decide kuamua kwamba wacha tuende na Hasela. Bila shaka. Yeah. Right. Na nitakuja kumuuliza Bwana Witi hapa tukisharudi kutoka mapumziko, na nitakuwa unaniambia Bwana Witi, hili swala ambalo linajitokeza hapa kwamba pengine watu ambao wamefanya kazi na Raila Odinga hapo awali walitengeneza muungano na wewe, ni kama wanaonekana kwamba hawataki tena kushirikiana naye. Kwani huyu Raila Odinga yupo na nini haswa ambayo hawa wanamkimbia? Manake pia kumekuwepo na msukumo kutoka kwa rais, hata wengine wamezungumza wakisema kwamba rais anataka hawa wakutane, waongee, wafanye kazi pamoja, lakini wale wamedinda kufanya hivyo. Je, kwa nini hawa wamedinda kufanya kazi na Raila Odinga, na kuna uwezekano wowote wao kufanya kazi na naibu rais? Majadiliano siku ya leo ambapo tunajaribu kuzungumzia masuala ya kisiasa na mwelekeo wa mwaka 2022, ikizingatiwa kwamba pia tunalenga kuangazia yanayotukia katika eneo la Kasarani, uwanja wa Kasarani kule jijini Nairobi, na kama navyoangalia hapa ni kwamba shughuli tayari watu wameanza kuingia na kuketi kusubiri siku nzima na kuweza kutaka kufahamu nini haswa kitaweza kuzungumziwa pale, ikizingatiwa kwamba ni azimio la umoja, na kuna mmoja hapa ameandikia ujumbe atakuwa na kuzungumza na tutakuwa nazungumza. Nimepick hii kwa sababu itaweza kuwa swali langu next. Anasema kwamba ni Juma huyu Mwanzia, anasema kwamba kinachofanyika Kasarani ni pure love without handouts. Baba wa taifa, and in baba's hand we are safe. Exactly. Bwana Witi, amesema kweli? 100%. Amesema kweli. Right. Kabisa. Ni without handouts. Without handouts. You're sure? I'm quite sure. Kuna mtu mwenye atamaswa watu na ataleta masses pamoja without handouts Kenya hii yetu? Nimekwambia Bwana Odinga ama kiongozi yoyote mzuri, kiongozi yoyote mwenye maadili mema, huaga yeye anapeana tu advice, watu wamfuate wenyewe. Utatoka mahali ulipo unaanza kumfuata. Maneno matamu ya mtu nani pangoni, nyoka yule, sio? Kwa hivyo yale maneno Bwana Odinga amewapatia wananchi wa Kenya, yale maneno Bwana Odinga amepea kila mtu pembe zote za Kenya, ndio sasa wameamua wenyewe kutoka bila hata peni kupewa. Sijapewa peni lakini mimi nimo ndani. Hujapewa peni lakini wewe umo ndani. Hilo tofauti na upande mwingine. Tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Hata kwa sasa unaweza niambia mahali pamoja penye mweno kusikia Bwana Odinga ameenda mahali fulani ameacha milioni kadhaa. Hakuna tapaka leo. Lakini upande mwingine utasikia amekuja maneno fulani milioni 5. Maneno fulani milioni 6. Maneno fulani. Kwa hivyo wao wanataka handout kutumia kununua raia. Lakini kwa sasa nimekwambia awali kuwa enzi hii ni kama zile enzi za Nelson Mandela, rais wa South Africa, Afrika Kusini. Yeye hakupeana chochote, lakini watu kwa sababu wa msukumo wake wa kupeana raia wa nchi bara la Afrika Kusini, kupeana mwongozo mpya pamoja na mwelekeo ule ule, ndio sasa Bwana Odinga anapeana huo mwelekeo katika Kenya hii yetu. Bila shaka. Right of reply ametaja kwamba nyinyi katika upande wa pili shughuli yenu ndefu mnaifanya kutokana na kupeana pesa. Ametaja kwamba mkienda hapa ni milioni 1 mnaangusha hapa, mkienda the next stop over ni milioni 2 mnaweka hapa. Nataka kumkosoa mwenzangu kwanza, kwa sababu ingelikuwa pale watu wamejaa bure, hawangekodishwa mabasi kutoka Mombasa. Wengine wangejipeleka na treni, wengine labda wangejilipia wenyewe. Pale ninapotoka mimi ni shahidi, nimeona watu wawili wakienda pale kuja kunifuata. Kila mtu alienda pale alikuwa anapewa 3,000 kwenda Kasarani kutoka Mombasa, kujiangalia barabarani, kula na kila kitu. Hiyo ni handout, sio kwamba kinyumbani, hiyo si handout. Unaelewa? Hiyo ni kando na transportation. Hiyo ni kando na transportation. Unapewa 3,000 kwenda mpaka pale. Ukipalizika mkutano pale jioni, mnapanda gari na mnarudishwa nyumbani. I think that is a handout. Okay. Kwa mtu anajitolea mwenyewe, haya ngoja kukodishwa mabasi 20 ambao Joho alisema hiyo si handout, ni handout. Hiyo si handout. Mtu sasa hivi mtu akuje, kwa mfano mtu aje kwangu aende, Bwana Witi, mimi nina njaa, naomba nipe shilingi 200. Kama niko na nitampatia.
Okay. Wale wenzetu wale si eti wameenda pale wamepewa shilingi 3,000 wamepewa shilingi 10,000 ndio ili waende kwa kongamano la Raila. Wao wameamua wenyewe. Kumbuka shilingi 3,000 waweze kufacilitate kutoka Mombasa ama kutoka Wajia. Transport iko hiyo 3,000 ya juu ni chakula na mambo. Sasa bado hatuwezi kudhibitisha kwa sasa. Labda kama anadhibitisha kuwa kweli alipewa document. Ingekuwa yeye amekuwa katika ile list, ingekuwa sasa iko kule. Sasa lakini tunashukuru amepata listi mwaliko wenu. Mimi kutoka hapa tayari naenda. Kutoka tayari hapa tayari pap naenda zangu. Nashuka tayari niko tayari na ndege ya saa 4 nitaelekea upande wa Kasarani. Transport yangu. Na katika swala zima la kuleta watu pamoja. Na amezungumza kitu cha msingi hapa kwamba ndio inaweza kuwa ni shughuli ya kuleta Wakenya pamoja, lakini nyinyi kwa upande wenu hamuitazami hivyo. Do you think you're being unfair, na ni kwa sababu kwamba mko ndani ya competition, that's why you need to oppose everything ambayo inafanyika? No, huwezi kuoppose everything ambayo inafanyika sababu kila mtu anahitaji kuuza manifesto yake. Na huwezi kuuza manifesto kwa watu wawili watatu. Kweli. Hata mimi mwanasiasa wakati naenda mahali how to mobilize people. Na kama kuna kitu kidogo pia naangalia maji ya kunywa, uweze toa mtu nyumbani hata umpe maji ya kunywa. Sasa pia unaangalia kitu kama ile as humanity. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba vile baba amefanya vile ni makosa. Ameleta watu wale pamoja, aweze kuuza ajenda zake na aweze kuweka azimio lake la umoja kuwa mahali pamoja. The same sisi tunavyofanya. Na nimesikia bwana akizungumzia kwamba deputy president anamwaga pesa. Tusikia. Na labda time moja pia shakula pesa deputy president. Siwezi jua. Maana siku hizi niliona meme moja ni mtu amehang hizo t-shirts za kila chama. Kwa sababu ukisikia leo ni pale fulani na anachukua, kila mtu anachukua. Tusikia. So deputy president si kwamba anahonga watu. Akona ile imani ya kwamba kusaidia mahasala, mamboga, mamantilie, watu kuzunguka biashara ndogo ndogo. Na anapotoa zile pesa yeye kuzungumza kwa pale chini, si handout anatoa. Anazungumza nimetoa pesa kiwango fulani, bodaboda wapewe. Wajisaidie kimaisha yao. Kama unataka kama mafuta yako, ukitaka muongeze bodaboda zingine mweke kwa sako yenu muweze kuendelea kimaisha. Naona si kitu mbaya hilo. Anaposema kwamba nimetoa kiwango fulani, kama last time alipokuja hapa Mombasa. Kila mahali alienda alijaribu kuinua wale mamboga, lakini wale viongozi ambao walipata zile pesa kuweza kupatia wale wananchi walitumia zile pesa vibaya. Sasikia mtu anachukua kama 1,000 anapata mamboga, zile zingine anatoroka nazo, ambao ni njia ambayo pia anaharibia deputy president. Sisi kama nitatetea hiyo ni makosa tulifanya. Kile kinachotoka ni kile cha mwenyewe, si kwamba amesema mimi nahonga wananchi wote ambao wako hapa. Ile wananchi wamejileta wenyewe ndio wameleta wengine na viongozi wao. So pale sioni kama kuna handout ama kuhongo. Ile pesa inapotoka pale ni isaidie yule mwananchi wa chini. Na yeye mwenyewe uzungumza kutoka pale kwamba hii pesa natoa kwa mtu fulani asaidie kitu fulani. Huyu msaidie hata kama ni 2,200 mpatie mwenzako. Lakini unapochukua pesa ule mnyonge unatoroka nayo, hiyo ni makosa pia. Bila shaka. Katika swala zima la kuangazia miungano ambao pengine huenda ikatengenezwa pale, ambao inakisiwa kwamba Jubilee na chama cha ODM huenda kikafikiana kufanya kazi kwa pamoja, na hii imeletwa kutokana pia na msukumo kwamba wale waliofanya kazi na Raila Odinga hapo mbeleni kupitia muungano wa NASA ni kwamba hawamtaki tena kushirikiana naye kivyovyote katika kinyang'anyiro. Kulifanyika nini kwanza mpaka tukafikia hapo? Asante. Hakuna kilichofanyika kikubwa, ila kila mtu ana mtazamo wake na kila mtu ana ambitions zake. Ukiangalia bwana Kalonzo anataka urais, bwana Weta vile vile, bwana Mudavadi vile vile, Gideon Moi pia anasema wakati wake umefika, vile vile anataka urais. Hatuwezi washurutisha kuwa ni lazima hapa kwa tuunge mkono, lakini kilichofanyika kikubwa mpaka kwa sasa hatujajua, wala hamna mpaka sasa. Kwa upande wangu nilikuwa nachojua kwa sasa ni kila mtu anataka. Kumbuka 2013 hivi lakini wote wanataka, lakini lazima kutengenezwe muungano, lakini kutokana na azimio la kutaka kutengeneza muungano, hawa wengine hawataki kufanya kazi na sasa. Hiyo ndio maana sababu kubwa ya azimio la umoja. Tunataka wote waungane pamoja, tuwe kitu kimoja. Kumbuka nchi yoyote, uende east or west, in any country that need new leadership, there must come a revolution with a very strong opposition coming together
to win that election. And kwa sasa must revolution come from Raila Odinga? Must it come from Raila Odinga? Why not from the other? Not really. Ukisikiza venye wanasema watakwambia kwamba wanahisi kwamba Raila Odinga ndio wanapaswa kurudisha mkono sasa, manake sisi tulimuunga mkono wakati huo. Sasa ngoja nikuulize brother, tukitoka leo hii tuseme tunaenda mawindoni, twende tukawinde swara, tukimpata kila mtu atachukua pande zake. Utachukua machumbo, utachukua pande za kichwa, utachukua maini, lakini swara tusimpata tutaganya nini? Swara tulienda mawindoni, swara kakimbia, hatukumshika swara. Sasa kwa sasa ni lazima turudi mawindoni tena. Tukimpata ile swara tumchinje, kila mtu achukue pande zake, alafu next time unakuwa mkuu wetu wa kwenda mawindoni. Bila shaka Bwana Paul, walikwenda mawindoni wakawinda swara, hawakumpata, na sasa wanataka tena kurudi mawindoni, lakini wale wengine wanasema kwamba tunaporudi mawindoni hatutaki wewe uwe kiongozi wetu kwenye mawindo, tupatie mwingine, na hawakubaliani na wazo kama hilo. Unahisi hapo kwamba kiongozi wa chama cha ODM kama inavyohisiwa kwamba ni untrustworthy na ni kwamba yeye anataka kuwa yeye mbele tu kidogo? Kiongozi wa ODM kwanza mimi namshukuru sana. Ni mtu ambaye ameleta changamoto nyingi katika siasa na zimefanya mpaka kidogo sasa zimeinuka. But kuna matatizo katika hiyo nyumba kidogo. Ukiona kwamba unaungana na wenzako wanakutoroka. Naweza kusema 207 walikuwa na naibu wa rais, deputy president. Na walikaa wakafanya kazi pamoja. Baadaye naibu president akajiondoa kwa maswali pale ndani ile chama ndani. Inaweza kuwa ule baba aliko sawa, lakini wale watoto pale ndani ambao umeweka pale ndani kidogo wacha mtu aongee alafu tuongee. Unaona, inaweza kuwa pale katika ile nyumba kuna watu kidogo ambao hawaeleweki pale ndani. Unaona, so walipomaliza vile wakaunda chama kinaitwa NASA. Unaona, NASA imekuja leo hii, NASA pia imeenda mpaka imesambaratika. Ni kuonyesha kwamba katika ile nyumba iko na matatizo ya kulea wale viongozi wengine. Rais wetu amejaribu kuwaita pamoja, wamekunywa chai sasa mpaka maziwa kaisha kwa mazungumzo tu kwamba tuweke pamoja hawa, maziwa yameisha State House. Hata sio kienda kunoka hawa tu peke yake, sababu mazungumzo ya kwamba tukaende pamoja tumpigane Hasala. Tunasikia sababu Hasala akipita pale nafikiri wengine watakuwa kama hawana, lakini kwa sababu ya yale ambayo wamefanyiwa labda katika ile nyumba, sijui mambo gani wamefanyiwa, lakini wenyewe wanajua. Sababu siwezi kukataa wewe kama hujanikosea kweli, na kama umenifanya mazuri lazima ndio karibu na wewe. So kuna makosa fulani ambapo baba labda amewafanyia wale watu, na ndio sababu hata leo siku ya muhimu huwezi kuona ukiwa pale, itaonekana kwamba wanamuunga mkono ule bwana kulingana vile na azimio lake, lakini upande mwingine kwa roho yao watakuwa kama wanaonekana kwamba wanadhulumika. Unaona, so mimi ningependa tu kusema kwamba hii ni siasa na kila mtu ana azimio lake la kisiasa. Na mimi pia mwanasiasa, ukienda area yangu utakuta kwamba tuko watu karibia 16, lakini tunahitaji mtu mmoja, lakini manifesto ya mtu ndio inamsaidia. Kwa hivyo tukija katika hao mabwana tunaona kuna kwa sababu kama rais ameingilia na si mara moja peke yake, ni mara nyingi. So kuna kitu ambacho katika ile nyumba ya ODM ama ya NASA kiliwaingia katika roho yao si mzuri. Atakuwa analijibu hilo. Lakini mwisho kabisa nikuulize hili, hao ambao wamemkataa kwa sasa, kuna uwezekano wakafanya kazi na Ruto? Jana deputy president ameongea. Juzi aliongea kama Raila na Joho alipokuwa anaongea. Joho ni kama pia iko pale, lakini roho kidogo haiendi vile anapotaka yeye. Unaelewa? Sasa alimwambia pia mimi nilikuwa kule na mambo yaliponizidiuka nilitoka nikamwonja. So kama advise Joho, usilazimishe roho yako mahala ambapo hapa ni. So kulingana na hawa mabwana vile walivyokaa, mimi nina imani kubwa sana hawataenda katika urais vile walivyo. Lazima watakaa chini na wazungumze labda na vyama vingine, lakini si baba. So tuna possibility kubwa sisi mahasela kuwakaribisha katika chama chetu kuliko baba. Vizuri sana. Bwana Awiti, shida iko wapi ndani ya chama hiki cha ODM? Kwa nini watu wanawakimbia? Na kila ukicha unatengeneza miungano na watu wengine wapya ambao unakwenda kwa muda kisha mnakorofishana, mnaachana tena. Asante Bwana Shadrack, shida ni haki.
Kama unapenda haki, uko na nafasi kwa ODM. Kama uko unapenda haki, uko na nafasi katika chama chochote tunatenda haki ama amtendewi haki. Unajua sijakuelewa hapo. Tunatenda haki na tunapenda haki, lakini wale wasiopenda haki hawezi hawafai katika chama hichi. Sababu gani? Bwana mkubwa hapa amesema 207 Bwana DP alikuwa pamoja na kiongozi wa ODM. Mkweli kabisa, hawezi kataa. Tena namheshimu sana Bwana DP. Lakini shida iliyotokea ya Bwana DP mpaka sasa tulipo ni kuwa hakupenda haki. Tunajua yote yaliyofanyika 207. Yote yaliyofanyika 208 mpaka yeye kufika mahali sasa hakujitoa, ni kuwa aliyakuwa advised kwa fanya nini a step aside for further investigation. Sasa yeye na vingine ikabidi fanya nini, ajiondoe kabisa. Na kwa ni sawa, okay. Tulipoona ni sawa kwa hiyo kujiondoa ili sisi tupate haki kama Wakenya, raia wa Kenya hii. Kwa sasa ukimwaga mtama mahali popote, huwezi force kuku yoyote ama kifaranga chochote kukuja, kitakuja chenyewe kule kidone mtama. Hizi senti zinazogawanywa kila mahali pembe za Kenya hii ni pesa za raia wa Kenya, ni pesa zetu. Kwa hivyo tuko na haki kwenda kuchukua pesa zetu kuzitumia tunavyotaka sisi. Uchumi wa Kenya hii umefikia mahali umefika sababu ya pesa zinavyoporwa kila wakati. Pesa zinatolewa kwa miradi hii, lakini zinani mwisho siku asipo zinaenda zinafanyika. Sasa kwa sasa zile pesa zinagawanywa na timu ya UDA. Sio, hizi ni pesa za raia, si za pesa za DP mpo. Hizo pesa alizofanya kazi zoka hapo wale. Ila ni zile pesa zetu walikuwa wakitupora. Ndio sasa tunaposema kwamba ni pesa za raia na ni pesa ambazo ziliweza kuporwa na hatujaona yoyote kichukuliwa kwake. Unajua tunakuwa hatua zipo. Hatujaona pengine EACC ikisema kwamba tunamshika kwa sababu amefuja pesa mahali. Why is it not happening? Kumbuka si lazima shikwe yeye, lakini kuna watu wake wamekuwa wakishikwa. Tunajua what happened in the CS Treasury, former CS Treasury. Tunajua what happened in the energy CS the other time. Wote hao wamekuwa wakishikwa, wakipelekwa mahakamani. Sasa kwa mahakamani, sasa kuingilia mahakama kwa sasa. Kwa sababu gani kesi zinaendelea mahakamani? Lakini kusema ukweli, hizi ni pesa, kuna dhibitisho tosha kuwa hizi ni pesa za miradi zilizokuwa zikitengewa miradi mbalimbali. Sawa, Kenya hii ndio zimekuwa zikifujwa, na sasa tunapoa hizo pesa hizo ili tufuate upande wa UDA. Ndio maana Wakenya kwa sasa amedhibitisha Mkenya mmoja kuwa hakuna mtu yoyote aliyeomba, hakuna mtu yoyote aliyokuwa pesa kiwango fulani kuwa afanye zimfacilitate kufika Kasarani. Ameamka mwenyewe jana asubuhi na kuamua mimi nitaenda kulala Nairobi Kasarani. Yeye mwenyewe. Kwa hivyo zile kidogo tunazopewa sasa, mimi naweza kuambia Wakenya wote wanatazama kwa sasa, pesa zikikuja kuleni, hizo ni pesa zenu na mko na right yote. Hakuna question, mtoto atakuquestion kwa pesa yako. Ukila kitu yako brother, uko sawa. Na familia yote inapokuwa na mzazi, baba akiwa kwa familia, huwezi mkosoa mzee, utamadvise, lakini dakika ya mwisho yeye ndio kutoa nini, kutoa maamuzi yake mwenyewe. Bwana DP akiwa pamoja na rais wa Kenya wamekuwa kufanya kazi pamoja, lakini what happened mpaka dakika mwisho wako katika chama kimoja. Kumbuka Bwana DP anakula kwa chama cha Jubilee, mshahara wake ni wa chama cha Jubilee, akule kwa chama cha UDA. Hadi kwa sasa lazima andike barua na aisign apeleke kwa mimi najiondoa. What happened mpaka sasa hajajiondoa mpaka sasa. Kwa hivyo kwa sasa aliform government asijiondoe hivi. Aliform government. Sio, ni kwa nini asijiondoe? Anasema anajiondoa na form government. It's quite obvious. Basi Uhuru pia jiondoe. Rais Uhuru hajasema amechama hivyo na chama kingine. Unajua sheria. Katika swala la tutakuja kwa ODM na Jubilee kutokana na muungano ambao wanatengeneza, lakini nataka nikuulize hili swala ambalo nimeuliza. Kutakuwa na tatizo lolote ama itakuwa pengine upande wenu utakosa kitu endapo hawa viongozi ambao mlikuwa mnafanya nao kazi ndani ya NASA wakijiunga na naibu rais William Ruto? Hakuna kitu kikubwa tutalose sana. Ndio tutalose, lakini tutalose sana vile. Tunawaomba wazidi kufika, tunawarai pamoja tuweze kuwa kitu kimoja. Ndio tutalose sana vile wanavyofikiria wao. Kila mtu ana ambition zake na kila mtu anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sio? Kwa hivyo wao Bwana Kalonzo akisema kuwa mimi nataka kuwa rais, hatuwezi mlazimisha kuwa lazima msupport Bwana Odinga kwa sasa. Yeye akisema kwa nafasi yake ama wakati wake umefika, ndio sawa. Akipata supporters wacha aende naye. Bila shaka.
Mudavadi vile vile, Weta vile vile, Gideon Moi vile vile. Lakini sisi tunawarai ni kuwa lazima fanye nini? Tunawaomba ikiwezekana tumpatie bwana Odinga mara ya mwisho afanye nini? Agombee rais, ili kila mmoja tuwe na utangamano pamoja, tuwe na umoja na tuwe na usawa katika Kenya hii. Bwana Paul, katika swala zima la kinyang'anyiro cha urais, majina ambao kidogo yanaonekana kuwa mbele zaidi ni jina la naibu rais William Ruto pamoja na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Na tukiangalia hawa wawili, wengi wanasema kwamba naibu rais ametajwa katika kashfa mbalimbali za ufisadi, na ndiposa pia wengi wanafeel kwamba huenda Kenya ikawa vizuri zaidi kwenye mikono ya Raila Odinga. Na kwenye swala zima la ufisadi pia ni mojawapo ya sababu ambazo zilipelekea Jubilee imefikia mahali imefikia, na kuna viongozi within Jubilee ambao wanasema kwamba walihisi naibu rais alikuwa anahujumu utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta kwa kiwango kikubwa. Rais akisema kwamba tupigane na ufisadi, huku kwa sema lugha nyingine tofauti. Hilo nalo walisema vipi? Mimi nataka kusema ni kwamba kama unajua wewe sasa ukipatikana umeshikwa umeiba, kuna mahakama ambayo utapelekwa kuonyesha kwamba umeiba. Na tangu yale mazungumzo za kuzungumza kwamba naibu wa rais ameiba, sijasikia hata siku moja ampelekwa kotini kuambia kwamba wewe umeibia nchi. Juzi tu katika nchi ya kitaifa ya nchi fulani, nimesahau jina nini hapo, walituambia kwamba kuna pesa fulani ambazo zimefichwa na rais wetu wa Kenya. Hiyo ni mambo tulisikia. Sijasikia nchi zingine zikisema kwamba kuna pesa deputy president ameficha nchi fulani ama East Africa fulani, kwa sababu kwamba hajaibia mtu pesa. Kwa hivyo ikiwa wewe labda nimekupa waziri pale na nimekupa PS pale, ukiiba, kwa vile mimi naweka uwezo kusema mimi ndo nimeiba, ule mtu afaa shikwa kwa pale nani ama aseme mpataje zile pesa. Umeelewa? Kwa hivyo wewe siwezi kwanza kusema kwamba naibu wa rais ameiba, mimi najua rais. Kwa nini unahisi kwamba wanamhusisha japo kwamba hajahusika na wizi huu? Ile kitu ile pale ni kumharibia sifa zake za wanasiasa. Unajua utakuharibia mwanasiasa, utaambua majina mengi sana. Utakuwa jina tala wewe ni muuaji, utaambua jina wewe ni mwizi, utaambua majina mengi utaambiwa. Wewe ni mganga. Katika siasa wewe ni mganga. Unasikia? So katika siasa lazima ukubali zile changamoto zote zinatoka pale. Lakini pia fikiria kwamba huyo kiongozi ni kitu gani amefanya. 2013 economy ya Kenya ilikuwa imepanda juu vizuri kidogo. Tukapanda kidogo mpaka 2017 uchumi bado uko sawa kabisa, baada ya kuja handshake ile. Sasa ikawa hakuna monitor wa kumonitor zile pesa vile zinapotembea. Ule amekuja pia atakuiba, huyo kwa pale pia atakula, huyo atakula. Unasikia? So hata hivi tunazungumza Kenya hii hatuna opposition leader. Unasikia? Wote wamekuwa viongozi. Lakini sheria ya Kenya inatambua kwamba viongozi waliochaguliwa na wananchi ni wawili, ambao ni rais na Uhuru Muigai Kenyatta. Na Uhuru Muigai Kenyatta na William Samoei Ruto ndio viongozi waliochaguliwa. Aliingia pale, tuseme atukatai kwamba ameingia kuja labda kutatua vijana wakifanya makosa, ambaye labda hapa ni mabaya, hapa tukatai. Lakini pia nafaa pia mahali ambapo kuna makosa atatue, si kulemea upande mmoja. Sasa Jumapili itakuwa Jamhuri Day, watakuwa pale wote ni viongozi wote, si ndio? Lakini watakuwa pale watakapata kipaumbele kama viongozi waliochaguliwa ni hawa wawili pekee yake. Kwa hivyo vile bwana alivyosema kwamba Ruto anafaa kujiuzulu, nataka ajue kwamba ile chama kiliandikwa kwa mkataba na uongozi kwa pale kimkataba. Uhuru Muigai Kenyatta hawezi futa William Ruto pale. Sasikia? Na William Ruto naye hawezi ondoka katika ile chama. Kwa sasa hivi kufanyika marekebisho kwenye sheria za uchaguzi kwamba uweze kupewa na nafasi ya kutengeneza muungano miezi 6 kabla ya uchaguzi mkuu, na huenda kukatengenezwa muungano na makubaliano kati ya ODM na Jubilee. Huoni ukitengenezwa muungano huo na wakizungumza kwa sauti moja watakuwa na uwezo na sauti ya kumwondoa naibu rais? Kwa sasa wale viongozi wengi wa Jubilee wameenda mrengo wa deputy president, na wengi ndio wanachama wa kile chama cha Jubilee. Waliobaki pale ni wale watu vidogo tu, wale ambao wengine kwa nominated, wengine kidogo watu wa serikalini pekee yake. Lakini many of the viongozi wengi ambao wangetunga ile sheria na waseme hichi na hichi kinafanya
deputy president wako nao. Yeah. Kwa hivyo kuna possibility yale ambayo atazungumzwa pale, kama sio sawa au watakataa. Kama yako sawa watapitisha. Yeah. Vizuri. Bwana Owiti, munasema kwamba ndio pengine jina la naibu rais William Ruto limetajwa kwenye kashfa tofauti tofauti, na mupo na msukumo wa kusema kwamba aweze kujiondoa ndani ya Jubilee, na amesisitiza kwamba kisheria hiyo ni ngumu sana, haiwezekani. Where does this leave the common mwananchi, yule ambaye kidogo anawatazamia viongozi nyinyi kuendesha taifa letu kwenda mbele? Wewe kama mwananchi na mojawapo wale ambao unafuatilia siasa, unadhani sisi tunawachwa katika nafasi gani? Ndio, mwananchi kwa sasa msoko wafuasi wa Jubilee wako na wakati mgumu. Kuna baadhi yao wanafeel kuwa Rais Kenyatta yuko sawa, kuna baadhi yao wanafeel kuwa Bwana Dip yuko sawa, lakini kwa mtazamo wangu ni kuwa ningependa kuwashauri wale wanaofeel kuwa Jubilee iko imara, ndio mimi naona kwa sawa. Sasa mnaingia kwenye muungano na chama cha Jubilee na tayari kimetajwa kwamba kimefifia, kina zaidi. Jubilee haijafifia. Jubilee haijafifia. Iko imara. Kama wabunge zaidi ya 100 nao wamekwenda ndani ya UDA, tayari hakuna Jubilee. Jubilee ipo mpaka sasa. Haijakuwa dissolved kwa Jubilee haiko tena. Tumesema tena mara si moja kwa Bwana Dip mpaka sasa yuko ndani ya Jubilee. Haiko UDA. Sababu gani? Haja officially sign barua kupeleka kwa Jubilee kuwa amejiondoa. Wapo tu kijina kwamba tulichaguliwa kupitia Jubilee, lakini tayari mawazo na mwelekeo wao uko ndani ya. Lakini kisheria sasa bado wako Jubilee. Hajatoka Jubilee officially. Alikuwa basi akaambiwa andika barua kupeleka Jubilee House, mpaka leo hii hajaandika barua. Na yeye mwenyewe anasema hawezi jiondoa Jubilee. Sasa kwa sasa ni kuwa mwananchi ama mfuasi wa Jubilee asiwe na wasiwasi alipo. Kuna chama kinakuja, Azimio moja iko leo, tutapeana mwelekeo huo ndio tutaufuata hadi tufike tamati. Rais akisema ni mkono huu, ni mkono huu. Raila akisema ni mkono huu, ni mkono huu. Hakuna mahali popote, hakuna wasiwasi wote kwa sasa. Tunaweza kusema kuwa Jubilee kwa upande wanabunge, siwezi kataa. Kuna baadhi ya wanabunge wameenda upande wa UDA. Wote hao bado wako Jubilee. Labda wale waliokuwa elected through by elections kwa maeneo yao ndio wako UDA, but kwa sasa wabunge wote walioelekea upande wa UDA wote bado wako Jubilee. 3 weeks to election tutapata mkondo mwingine tofauti kabisa. Kwa sasa bado wana baadhi, kuna wengine wanasema mimi ground imeniambia kwa nielekea upande wa UDA, ama mimi ground imeniambia kwa lazima ni support huyu, nafanya nini nipate ku retain kiti changu. Lakini ngoja tufike mahali sasa tunasema sasa tunaelekea wapi, tunaelekea uchaguzi. Raia ataamua kutokana na azimio la moja la siku hii ya leo, watakaamua kuwa leo tunaenda mkono huu, wote wataenda mkono huu. Sababu gani? Raia wa nchi ya Kenya ndio anaelect mbunge wake, si mbunge anaelect raia, sio? Kwa hivyo bosi wa bunge ni raia wa nchi ya Kenya. Akisema mimi chama changu mimi nataka chama kengo fulani, hicho chama ndio itabidi kufanya nini. Hata mwenzangu hapa sasa anasema yuko UDA, siwezi kataa, ni vizuri sana kwa demokrasia, mimi kusaa. Lakini sasa kwa maendeleo yake anasema yeye ndio kusimama. Raia akisema sisi tunataka maendeleo chap, atana maendeleo chap. Sisi tunataka kusimama independent ama ODM, utana ODM. Kwa hivyo raia wa nchi wa Kenya hii ndio iko na maamuzi mikononi mwao. Bila shaka. Katika siasa za mwaka 2022 wengi wanasema kwamba huenda kusiangaliwe sana masuala ya chama na masuala ya milengo na mambo kama yale, na kwamba watu waangalie mtu kulingana na jinsi yeye ulivyo na pamoja na manifesto yake. Hiyo nadhani katika pita zako mashinani ulimedhihirika wazi kwamba mwananchi anataka kuangalia mtu binafsi, na kwamba siku hizi chama huenda ikawa ni historia kwetu. Nafikiri mwananchi amepata shida na hii mambo Kasumba bwana vile anavyoegemea mambo ya chama kila saa. Chama imefanya wananchi wengi wamekuwa na problem, kwa sababu wewe unapoenda pale unachagua chama uchague mwananchi, wewe unachagua chama tu. Lakini unapochagua kile chama, yule mtu unamchagua chama anakutoroka. Mimi nimefanya siasa na nimetembea, lakini ninapoingia katika nini, watu wananiambia chagua mimi, wewe zungumza yako na rais wako au wengine wa chama. Unaelewa? Ninapozungumzia ule kiongozi na mtaka nini kwa chama, hapana. Wewe zungumzia mambo yako ni nini? Sisi tutakupa wewe na rais wetu ni fulani. Kwa hivyo wewe zungumziane. So mwananchi amechoka.
Na mimi pia nataka kuunga mkono kwa kusema kwamba mwananchi lazima uangalie yule kiongozi anakwenda pale na kiongozi gani atamsaidia. Tusipige kelele tu kwamba mwananchi fulani. Tuheshimu kwanza viongozi wetu. Hata Biblia inasema heshimu viongozi. Au bwana vile anavyosema kwamba Ruto ni mwizi, hujamshika Ruto. Kwa Mwenyezi Mungu atakuhukumu kuita mtu mwizi. Sisikia kabla hujashika mtu. So fanya siasa yako ya kuonyesha kwamba ukamavu wako kwamba usiongee mambo ile mmefanya na hujajua mtu ni mwizi. Kwa hivyo hata ground pia nataka kusema kwamba tuchague viongozi ambao watatuinua. Tuchague viongozi ambao watasaidia nchi yetu. Mimi kwa sasa niko UDA. Na katika UDA kuna magavana wametokeza karibu 3. Mmoja akiwa Sarai, mwingine akiwa kuna mwingine jina nimesahau, na kuna Muhinda jiita Sanjiv ambao amekuja. Kuna Biden. Na kuna Biden. Lakini katika ODM utakuta kuna Shabal, kuna Abswamad na wengineo. Katika chama cha Wiper kuna huyu Alimbogo ambao nimesikia. Katika magavana wote wamekuja. Ni gavana gani atakufaa wewe mwananchi? Ni gavana gani atakufanya wewe mwananchi uweze kuenjoy ile government yake? Na mimi nimeenda kwa ule Muhindi nikijua kwamba huyu Muhindi nikiangalia manifesto yake na yeye atanisaidia. Kwa sababu anafikiria ule mwananchi wa chini. Hajifikirii yeye mwenyewe. Sisikia. Ikiwa mtu anakuambia transport watu wanaokufa, transport anatoa free of charge mpaka bara mpaka wapi, si amesaidia mwananchi wa chini. Anakuambia hospitali anatoa kadi kama Russia, ukienda Russia kule kuna supermarket zinakuwa open kwa kila ward, ambao ile supermarket ule maskini anaweza kwenda kufanya shopping mbali. Kwa hivyo atapeana kadi ya mwana ule maskini kuweza kuchukua chakula cha mwezi mzima mbali, na county na facilitate, kwa sababu ile pesa account ambayo inaibwa wacha ije kwa mwananchi wa chini. Sio ndio pamoja? Transport itakuwa ni free kwa yule mwananchi maskini. Atuseme wananchi wote. Kuna wale wanajiweza, lakini identify gani kuchagua. Sorry? Ni mbinu gani itakayotumika kuchagua na kutambua huyu pengine ndio anafaa kupewa hii? Labda tutachagua komiti ambayo itazungukia, tuangalie ni watu gani wale maskini zaidi. Tuzakuwa tumekaa hapo kasema huyu kidogo hajiweza, huyu kwa kusema kweli hajiwezi. Hata katika akili yako unajua katika hayo mambo, si ndio? Kuna wale mayatima, kuna wale ambao bwana zao wamekufa, kuna wale ambao wamesambaratika chini kabisa. Lazima tufikiri ule mwananchi wa chini tutamuinua namna gani. Na katika wodi yangu mimi naona vijana wengi wamepata shida. Nakaa katika wodi ambao ina umaskini zaidi katika wodi yangu. Lakini unakuta ule umaskini unapofanya vile unavyoelekti mtu ndio umaskini unavyozidi kuja juu. Sasa sikia. Na mimi nikaamua sasa mimi kusema kwao ni kuhakikisha kwamba huyu mtu wa chini tutamhakikisha vipi kupata pesa za kufanya maendeleo. Tuachane na mambo ya vyama. Tuangalie huyu mtu anapokuja atatusaidiaje. Hiyo ndio pekee yake. Tukimalizia bwana Auti, ndio siku uende kaisha na mambo wataweza kusemwa, na tuko katika barabara mwaka 2022. Tutarajie nini kwenda mbele? Unahisi kwamba siasa zetu zaelekea wapi? Kidogo mfanyeni hapo na kipenda kumkosoa mwenzangu kuwa hadi sasa Deputy President hajakuwa convicted guilty kuwa ameiba pesa yote. Nimesema tu pesa zimekuwa zikifujwa na hizi pesa ni za raia wa wananchi. Kwa hivyo pesa nimesema DP na kampi yake. Just make my words right, brother. Sijasema DP President ni mwizi. Sababu gani? Kesi ziko kotini. Hizo tuachie wanakoti, majaji pamoja na malazo wao watasema DP President ndio aliiba. Lakini kwa sasa nimekumbuka swali lingine ambalo pia nyinyi mmekuwa sana mstari wa mbele katika failures za Jubilee, mnaziextend zote kwa naibu rais William Ruto, na japo mko karibu sana na Rais Uhuru Kenyatta, watu wanauliza mbona msimsukumie Rais Uhuru Kenyatta, ukamuuliza kwa nini hili halijafanyika, hili halijafanyika. Kidole kimoja hakivunji chawa. Kumbuka hii marriage ilikuwa marriage ya watu wawili, ya DP President na rais wake ambaye ni bosi wake. Sasa bosi akivuta pande hii, mwenzake anavuta pande hii, hakuna kazi inafanyika. Kwa hivyo sisi lawama zote tunalaumu DP President, sababu yeye alikuwa elected na Jubilee na yeye ni msaidizi. Kumbuka yeye ni number 2 Kenya hii. Sawa? Sisi Raila Odinga bado yuko opposition. Bwana muulize number 1. Na bwana anaweza kila kitu. Kumbuka hapo kuna kazi nyingine, huenda yuko nje akiwa nje nani anafanya kazi yake. Sawa? Kuna vitu tunamuuliza bosi wake na kuna vitu ambavyo tuweze kumuuliza bosi wake.
yeye yuko wapi? Tukimuuliza bosi wake yeye yuko wapi? Anafaa kae hapo ngangari akimsaidia bosi wake, lakini yeye amsaidii bosi wake, yeye ana kampeni na lazima kampeni kwa kitambo toka 2018 sasa hizi failures zote za Jubilee lama itakuwa ni kwake. Ndio maana bwana Rais Kenyatta ataziendeleza kichaguliwa una imani na hiyo. Kwa nini asiendeleze sasa? Sasa anafanya kazi gani sasa? Sasa ndio term yake. Kumbuka Februari bado IBC haijatoka wazi ikisema kuwa sasa nimewachilia uhuru nendeni mkampeni. Sasa anafanya kazi gani? Hizo vitu atafanya kama 2022 2027 anafaa azifanye sasa. Na kama zisifanye sasa hizi naenda nyumbani. Aachie watu wanaweza kufanya kazi waendelee na kazi yao. Haujasikia Rais Kenyatta akikampeni public anasema kwa support mtu fulani ama anataka kitu fulani. No, anafanya kazi yake. Akienda mahali fulani watakuwa kwenye maana. Wapi? Sisi tutafanya kwenye kitengo cha habari. Juzi akiwa Nakuru, maneno yake yalikuwa wazi peupe. Wazi kabisa. Lakini hakubainisha. Yalikuwa wazi lakini hakubainisha. Mzee yupi tena kando na Raila Odinga? Hata DP president ni mzee. Yeye kijana amefika yuko na miaka mingapi? Right. Sasa kwa kumalizia sasa. Naam. Kwa kumalizia ni kuwa na warai wananchi wote Kenya hii tuwe na msimamo dhabiti, tusilegelege wala tusitetemeke. Rais wetu tunajua ni Bwana Odinga na tunamwombea awe rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya hii. Kwa hivyo tusiongwe na mtu yoyote, tusitatizwe na mtu yoyote, tuwe imara na tuwe mstari mbele kutetea haki za Kenya. Tuwe mstari mbele kufaitia mtu yoyote anayetaka haki, anayependa haki na anayesimamia haki nchi hii. Usichague mtu sababu wa chama. Azimio la moja kwa sasa linakuja na itakuwa kitu kimoja kinacholeta pamoja. Tusikubali kurudishwa nyuma wala tusikubali kurudi tulipotoka, ni tusonge mbele kutoka kwa sasa. Asante sana. Right. Bwana Paul, kwa kumalizia pengine neno kwa mwananchi pamoja na mwelekeo, wewe unahisi kwamba kwenda mbele in whose hands are we safe? Mimi nikimalizia ni kusema kwamba mwananchi wa Kenya usichague majina wala usilazimishwe kuchagua kiongozi ambao labda roho impendi. Angalia manifesto ya mtu itakusaidia nini kule mbele, na nina imani kubwa manifesto ya Deputy President Samuel Ruto itatusaidia kule mbele. Wachana watu kujipiga vifua kila kitu hiyo. Kwa nini una imani na manifesto na naibu rais? Ni kwa sababu yale ambayo amefanyia mwananchi wa chini na vile anapotembea na kiangalia yale ambayo anafanyia mwananchi kabla hajakuwa rais, nina imani kubwa kwamba akipata na manifesto yake vile ilivyo, akipata ule rais, ule mwananchi atafaidika. Kwa hiyo mimi nawarai tu wananchi, hasa wananchi wangu wa Jomvu Ward, wale ambao wananitazama, naomba tushikane pamoja. Tuanze hapa chini na tuende kule juu. Tupande juu. Tuangalie kwamba kila jambo ambalo tunafanya litakusaidia wewe mwananchi pale mbele. Tusiangalie mambo ya kelele zisifai. Naam. Ndio. Vizuri sana. Asante sana na washukuru nyote kwa kuweza kufika, na sisi letu ni kuja na kufanya majadiliano. Very sober candid conversation. Hakuna chuki, kupatana, na ni siasa na tutakuwa tunazungumza mara kwa mara. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, usitie shaka, wewe tunakupatia nafasi ya kuweza kujifanyia mwenyewe maamuzi, uweze kusikiza manifesto zote za wabwana wote ambao wania viti mbalimbali na ufanye uamuzi wako wa kipekee. Hatukushurutishi kwa njia yoyote, lakini pia bwana Eriko, iwapo mtu amekutazama na amefurahisha sana maneno yako, anakupata wapi? Pengine unapatikana wapi maeneo ambapo uko? Na mimi napatikana eneo la Changamwe, Portrees Ward. Namba simu vile vile napatikana kwa social media ni Eric Awiti. Kila kitu ni Eric Awiti. Naam. Kuna mwanasiasa mmoja huitwa Awiti Ball, sio kama mfahamu? Yeah, namfahamu. Mnatokea sehemu moja? Exactly. Tunatoka sehemu moja. Na sijakusikia ukimtaja kokote na yule cover. Yes, bwana Paul, wakupate wapi huko Jomvu Kuu? Yeah, mimi niko Jomvu Kuu. Eneo za hiyo Jomvu ambao ukifika kusema Paul Wanyama, I'm so famous there. Right. Yeah, kwa hivyo hapo ndo napatikana. Right. Yeah. Na 2022 inshallah. 2022 inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia. Mimi nitaingia katika county government ya Mombasa ili kusaidia vijana wangu na mama zangu tuweze kusonga mbele kimaisha. Bila shaka. Right. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nafikiri umeweza kusikia wageni wangu ndani ya studio. Karibu nami hapa alikuwa ni Eric
ambaye ni mmoja tu wa kereketo wa masuala ya kisiasa, alafu kule pembezoni upande wa kushoto niko naye Bwana Paul Wanyama ambaye pia ni mwaniaji kwenye kiti cha kile cha uwali kuu kule eneo la Jomvu, na walikuwa hapa kuzungumzia masuala ya kisiasa. Lakini usisahau macho yetu pia yanaelekezwa kule Kasarani. Nimekujuza kwamba tutafuatilia taarifa hiyo na tutakujuza kadri ya jinsi mambo yatakavyochipuka kule. Kwa hivyo kaa papo hapo ndani ya Boss TV, japo mimi napoondoka. Usisahau kwamba misururu yetu ya taarifa hapo baadaye tutakuwa tunakupatia matukio kadri yanavyochipuka. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kukushukuru. Asante sana kwa kuweza kutenga muda. Wale wametufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pia tunasema asante sana. Wale wamefanikisha kupeperushwa kwa kipindi hiki mbashara kutoka hapa Boss TV pamoja na kikosi kizima cha Boss TV tunasema asante sana. Tuweze kufanya hivi tena wiki ijayo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mtabakia kwa Shadrack Obega. Kwa heri.